Okay, sawa. Twende haraka haraka tujifunze. Tunajifunza thamani ya mtu mmoja, alafu kule kwenye mabano utaandika mtu mwenye dhambi. Thamani ya mtu mmoja, na kule kwenye mabano utaandika mtu mwenye dhambi. Sijui kama hii screen yetu inaweza kutuonyesha, lakini twende hivyo hivyo tu haraka haraka. Thamani ya mtu mmoja. Mwambie jirani yako thamani ya mtu mmoja. Mtu mmoja. Alafu kule kwenye mabano unaandika mtu mwenye dhambi. Thamani ya mtu mmoja, lakini kule kwenye mabano unaandika mwenye dhambi. Na andiko letu la msingi la kuanzia ambalo litatupa msingi wa somo hili ni kile kitabu cha Luka sura ile ya 15 ule mstari wa 6. Tuanze mstari wa kwanza. Luka 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 10. Thamani ya mtu mmoja mwenye dhambi. Kule mbele unaandika mwenye dhambi. Na somo hili nataka likusaidie baada ya hapo uwe mtu unaweza kuvuna roho za watu na kuangalia watu kwa jicho la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata shetani afanye nini kwa mtu, hiyo haipaswi kutupa sababu ya kuangalia watu kwa jicho la yale ambayo shetani afanya kwao. Tunapaswa kuangalia kwa jicho la Mungu na kwa mtazamo wa neno la Mungu. Sasa Luka sura ya 15 kuanzia ule mstari wa kwanza inasema hivi. Anasema Luka 15 kuanzia mstari wa kwanza, anasema basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu wakaribisha wenye dhambi, tena ula nao. Mstari wa 3 anasema akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende kumtafuta yule aliyepotea hata amuone? Alafu mstari wa 5 anasema naye akiisha kumuona umweka mabegani pake akafurahi. Mstari wa 6 anasema na afikapo nyumbani kwake waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Mstari wa 7 anasema nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja. Kama Biblia ya kwako unapigia mstari hiyo mmoja atubuye. Anasema kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mstari wa 8, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Mstari wa 9 anasema na akiisha kuiona waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Mstari wa 10 anasema nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele za malaika, anasema mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Sasa naomba kutoka kwenye maandiko nizungumze thamani ya mtu mmoja, especially mtu mwenye dhambi. Cha kwanza kutoka kwenye maandiko utaona Biblia inamuita mwenye dhambi ya kuwa ni kondoo aliyepotea. Yaani mwenye dhambi yote unayemwona duniani anaitwa kondoo, lakini kondoo aliyepotea. Kupotea maana yake nini? Kupotea maana yake ni kwamba haupo mahali ulipokuwa unapaswa kuwepo. Kwa mfano kama leo tungekuwa unataka kutoka hapa labda kwenda Morogoro na ukachukua njia ya kwanza kuelekea Lindi na Mtwara, au ukachukua mwelekeo wa kwanza kuelekea Zanzibar. Tafsiri rahisi ni kwamba unaelekea ambapo hukupaswa kuwa. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba kupotea ni kuwa mahali ambapo hukupaswa kuwa, au kuelekea mahali ambapo hukupaswa kuelekea. Tafsiri nyingine ni kwamba unakuwa unaelekea mahali kusikokuwa sahihi, au unakuwa upo mahali pasipokuwa sahihi. Sasa kwa tafsiri ya Mungu, ukimwambia mwanadamu leo amepotea kwa neno la Mungu, lazima umpe mtazamo ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu alikuwa anatarajia uwe. Sio tu kuwa duniani ya kutoshi.
Kupotea kwa mwanadamu ni zao la kuondoka kwenye ramani ya Mungu, kuondoka kwenye mpango wa Mungu, kuondoka kwenye mapenzi ya Mungu, kuondoka kwenye kusudi la Mungu la kwanza. Na unaona, ukimwambia tu mwanadamu kwa haraka haraka amepotea, wakati huo ana maisha mazuri, anaona anakula vizuri, ana gari, ana nyumba nzuri, ana kazi, ameajiriwa serikalini, anapata mshahara wake kila mwisho wa mwezi, watoto wake wanasoma private schools. Ukimwambia amepotea, kama hajaokoka, kumwambia tu amepotea bila kumuelezea vizuri, hawezi kukuelewa kwa haraka haraka. Kwa sababu akiangalia kuna watu wengine ambao wana maisha mabaya kuliko yeye, anaweza kusema hawa ndio waliopotea, sio mimi ambaye nina kazi, sio mimi ambaye nimesoma. Kwa Mungu kupotea ni kuwa nje ya mpango wake na kusudi lake, kuwa nje ya mapenzi yake, kuwa nje ya mahali ambapo alikuwa anakusudia wewe uwepo. Na mahali hapo sasa, mahali hapo, in fact ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo ndo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake mapenzi ya Mungu ni kwamba watu waishi. Yaani Mungu hata kumweka mwanadamu kwenye bustani ya Edeni, alimweka mahali ambapo ni mahali penye uwepo wake. Edeni maana yake ni mahali penye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tafsiri ya Mungu tunaposema mwanadamu amepotea, ni mwanadamu kuondoka mahali kwenye uwepo wa Mungu, yaani kuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo mpango na makusudi ya kwanza ya Mungu kwamba ni mtu alikuwa aishi ndani ya Mungu, lakini pia aishi kwa kumtegemea Mungu, aishi kwa kuwezeshwa na Mungu. Sasa anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo, akiwa ndani ya Kristo, maana yake Kristo sio tu mtu, Kristo ni mahali ambapo mtu anakuepo. Angalia tena Matendo sura ya 17 mstari wa 28, anasema ndani yake tunaishi. Maana yake ni kwamba unaposema mtu amepotea, ni mtu kuendesha maisha yake nje ya Mungu. Kuendesha maisha yako nje ya Mungu ndio kupotea kwenyewe. Anasema ndani yake tunaishi, alafu ndani yake tunafanyaje? Tunakwenda. Alafu ndani yake tunafanyaje? Tunakuwa na uzima wetu. Kwa hiyo uzima wako, shughuli zako, maisha yako yalipaswa kuendeshwa kutokea kwa Mungu. Kwa hiyo yoyote anaishi kwa nguvu zake, anaishi kwa akili zake, anaishi kwa uwezo wake, ni mtu ambaye inawezekana hata anasema kweli Mungu yupo, lakini kama hajakubali kupatanisha maisha yake na Mungu kwanza kwa kumpokea Kristo, maana yake ni mtu ambaye hayuko ndani ya Mungu. Kwa sababu tunaona njia ya mtu kuwa ndani ya Mungu ni lazima akubali kumpokea Kristo. In fact, ngoja nikuelezee. Kuzaliwa mara ya pili maana yake nini? Kuna tofauti ya kuzaliwa mara ya pili na kuzaliwa huko ambapo umezaliwa mara ya kwanza. Kuzaliwa mara ya kwanza ni huko ambapo mama yako amekuzaa na akakupa hilo jina, amekuita labda Matayo, amekuita Yusufu, amekuita Batimayo. Huko ni kuzaliwa kwa kwanza. Kuzaliwa maana yake, kuzaliwa kwa kwanza ni kwamba wewe ulitoka ndani ya mama yako. Yaani ulikuwa ndani ya mama yako lakini ukatoka ndani ya mama yako. Ila kuzaliwa na Mungu hautoki ndani ya Mungu. Kuzaliwa na Mungu ni kwamba unatoka kule nje ambapo ulikuwepo, unavutwa, unaingizwa ndani ya Mungu. Anasema Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, anasema alitutoa katika nguvu za giza. Maana kuzaliwa na Mungu ni kutolewa katika nguvu za giza, kutolewa katika umiliki, katika falme za kuzimu. Anasema akatuhamisha, akatuingiza, sio akatutoa. Kuzaliwa mara ya pili sio kutolewa ndani ya Mungu, ni kuingizwa ndani ya Mungu na kutolewa kwenye nguvu za giza. Lakini mama yako akikuzaa yeye ni kwamba unatoka ndani yake, unaanza kujitegemea wewe. Yaani mama yako akikuzaa ni kwamba ukiwa ndani ya mama yako, kuzaliwa kwako kule kwa kwanza, ukiwa ulivyokuwa ndani ya mama yako ni kwamba hata chakula ulikuwa unakula kwa njia ya mama yako. Chochote ulichokuwa unakipata ulikuwa unakipata kwa njia ya mama yako. Ndio maana kulikuwa kuna kitovu kimekuunganisha na mama yako. Yaani unategemea mama yako ili uweze kusurvive. Sasa kuzaliwa huko, ukizaliwa ni kwamba unatengana na mama yako. Ndio maana ukizaliwa tu anakata na kakitovu anakutenganisha na mama yako. Unaanza kujitegemea. Lakini kuzaliwa na Mungu ni kuhamishwa uingie ndani ya Mungu ili uishi ndani ya Mungu. Tunapaswa kuishi ndani ya Mungu. Ndio maana unaona Biblia inasema tulipookoka kilichotokea ni kwamba Biblia inasema tulikufa pamoja na Kristo, tukazikwa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye, tukaketishwa pia pamoja naye. Angalia kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema tutafakari yaliyo juu wala sio yaliyo katika nchi. Anasema mstari wa 3 anasema maana uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo. Wapi? Katika Mungu. Maana yake umefichwa ndani ya Mungu. Yaani wewe uliye hapa, ndio maana ukiniambia kwamba shetani amekupanda kichwani na kushangaa na kupandia kutokea wapi? Kwa sababu wewe umefichwa, you are hidden. Umefichwa ndani ya Mungu. Unaishi ndani ya Mungu.
Hasa kinachofanya shetani anakuonea ni kutokuwa na ufahamu, kutokujua kwamba wewe unaishi ndani ya Mungu. Afya yako iko ndani ya Mungu, uchumi wako uko ndani ya Mungu, hatima yako iko ndani ya Mungu, kibali chako iko ndani ya Mungu, kesho yako iko ndani ya Mungu. Hakuna kinachoweza kuzuia katika jina la Yesu. Hebu sema, ndani yake ninaishi, ndani yake ninakwenda, ndani yake ninakuwa na uzima wangu katika jina la Yesu. Nataka hii Wakolosai sura ya 3 niisome tena vizuri, uone kitu cha ajabu hapa. Wakolosai sura ya 3 kwanza ule mstari wa kwanza. Anasema, kwa maana mlifufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Kwa nini? Kwa sababu huko ndipo tulipoketishwa naye. Kwa nini tuyafikirie yaliyo juu? Ni kwa sababu huko ndipo tulipoketi. Hatupo chini tena, tulishahamishwa. Angalia, anasema, alafu anasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 2 anasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Mstari wa 3, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Sasa nikuulize, shetani leo anaweza kupata uhai wa Yesu akiutaka? Tuongee sasa. Shetani leo anaweza kupata uhai wa Yesu akiutaka. Kwa nini wewe tayari kuamini haraka haraka kwamba unaweza kulala usiku na liroho la mauti likakuchukua? Kwa nini uamini haraka haraka kwamba unaweza kulala usiku na eti ikatokea eti sijui imekwaje au kapanda basi ikatokea tu ajali imetokea na wewe umekufa kama upepo? Sema, Mungu epushia mbali. Huyo sio mimi katika jina la Yesu. Uhai wako umefichwa. Na sio tu uhai wako, amesema ndani yake tunaishi. Maana yake maisha wewe ulionayo yamefichwa ndani ya Kristo. Kesho yako imefichwa. Lakini pia kufichwa huku nimekwambia ni kuwekwa ndani ya Mungu. Sasa maana yake ni kwamba, ndio maana ukisema uyawezi maisha, ukisema umefeli maisha, ukisema umeshindwa maisha, ukisema umekatia tamaa maisha yako, tunakushangaa kwa sababu sisi tunaishi ndani yake, na huko ndani yake ndio tunapatia nguvu zetu. Huko ndani yake ndio kuna uwezo wetu, huko ndani yake ndio kuna baraka zetu, huko ndani yake ndio kuna uzima wetu, huko ndani yake ndio kuna mema yetu. Angalia mahali fulani nilikuwa nasoma kwenye andiko. Huyu ni Daudi anasema uhai wa mtumishi, uhai wake umefichwa. Daudi, angalia, yani Daudi alikuwa na ufahamu wa kuzaliwa mara ya pili akiwa kwenye Agano la Kale. Nilikuwa nasoma mahali fulani, nadhani kwenye Mambo ya Nyakati, Daudi alikuwa anazungumza kitu, anasema uhai wake umefichwa. Yanda rabasanda. Samueli wa kwanza 25:29. Samueli wa kwanza 25:29. Hii niliipenda sana. Samueli wa kwanza 25:29. Anasema, na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuwinde, anasema, na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya Bwana wangu. Yani huyu ni mtu anatoa ripoti kuhusiana na Daudi. Anasema hiyo nafsi ya Bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana. Alafu anasema Mungu wako, na nafsi za adui zako ndizo atakazitupa nje kama kutoka kati ya teo. Maana yake ni kwamba nafsi yako imefichwa. Saidieni akaya hapo. Nafsi yako imefichwa, uhai wako umefichwa, kesho yako imefichwa. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa ujasiri na kwa imani katika jina la Yesu. Uhai wangu umefichwa, maisha yangu yamefichwa, kesho yangu imefichwa. Nikuulize swali lingine tu rahisi. Wewe unahisi Mungu akificha kitu shetani anaweza akaona? Tuongee sasa. Wewe unahisi, yani wewe kwenye nyumba yako wewe unaweza kuficha kitu ambacho mtu mwingine akija anaweza katafuta na asione, kwa sababu Mungu ndo aliumba mbingu na nchi. Anasema mbingu na nchi ni mali yake, na yeye yupo kila mahali, anaona kila mahali. Shetani hajui kila kitu pia. Imagine Mungu ndo ameumba mbingu na nchi alafu akaamua kuficha. Yani hatima yako mahali ilipofichwa shetani hawezi kujua, hawezi kuona. Unaona shetani anaenda nyumbani kwa Ayubu, anazunguka kila siku, anasema Ayubu kumuona kuna nani namuona, lakini nikimtupia mashambulizi hayampati. Akasema Mungu, naona kama Ayubu kuna wigo umemzungushia. Sasa leo sio wigo, wewe uko ndani ya Mungu. Nilikuwa nasoma Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Mungu anasema sisi ni kama mboni ya jicho lake. Mboni ya jicho lake kwa tafsiri gani? Yaani jicho lako hilo tukitaka kutishia kama tunataka kuchoma na kitu, faster umeshalifunga. Maana yake God is very sensitive inapokuja swala la ulinzi wetu.
Mungu yuko very sensitive unapokuja swala la wewe kufunikwa, swala la wewe kuepushwa na mabaya, swala la wewe kulindwa. Nilikuwa nasoma andiko fulani kwenye Zaburi. Rudi. Haya ni kwa sababu TV haionyeshi. Twende Zaburi 91. Moja ya siri ya ulinzi ambayo mimi niliiona kwenye Zaburi 91, anasema ni kwa sababu umemfanya Mungu kuwa makao yako. Yaani maana yake umeamua kukaa ndani yake, umeamua kuishi ndani yake. Anasema kwa sababu hiyo mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Angalia Zaburi 91 mstari wa 9. Shandarama katayadaba. Anasema kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu. Anasema umemfanya aliye juu kuwa makao yako. In fact umemfanya aliye juu kuwa makao yako kwa njia gani? Ukirudi mstari wa kwanza, anasema yaketie mahali pasiri. Kwa hiyo njia nyingine ya kuhakikisha kwamba unaendelea kubaki na kudumu kukaa ndani ya Mungu ni kuhakikisha unakuwa mtu wa mahali pasiri. Anasema ukiamua kukaa ukawa mtu wa mahali pasiri, maana yake ukamfanya Mungu kuwa makao yako. Makao yako maana yake ni kwamba yani Mungu, yani wewe unaishi ndani ya Mungu, unatembea ndani ya Mungu. Anasema ukiamua kufanya Mungu kuwa makao yako, angalia mstari wa 10. Wale wenye Biblia mstari wa 10 soma kwa sauti, anasemaje? Mabaya hayatakupata wewe. Alafu nini? Wala tauni haitakaribia hema yako. Kuzaliwa mara ya pili, mtu wa Mungu, umehamishwa uishi ndani ya Mungu. Na ndio maana kanisa lilipoguswa haraka Yesu alitokea akamwambia Sauli, kwa nini unaniudhi? Hakumwambia kwa nini unamuudhi Stefano. Hakusema kwa nini unawauzi wanafunzi wangu. Alimwambia kwa nini unaniudhi? Kwa sababu anayekugusa wewe amemgusa Mungu. Lazima uwe na huo ufahamu. Anayekugusa wewe uliokoka anamgusa Mungu. Jumapili nilikuwa nafundisha hapa kuhusu batizo, nikakupa kitabu cha Wagalatia 3 mstari 27. Anasema wale waliobatizwa katika Kristo. Kubatizwa maana yake ni kuzamishwa. Anasema wale waliobatizwa katika Kristo wamemvaa Kristo. Maana yake ni kwamba unaposema umemvaa Kristo ni kwamba wewe uko ndani, mtu wa Mungu. Yaani wewe uko ndani. Yaani huku nje ukitokea shetani unamchanganya, sio kuelewa ni Yesu huyo ametokea tena pande hizi au ni mage ninayemtafuta. Ni mage yule au mbona kama sielewi hapa. Tumemvaa Kristo. Paulo anasema mwilini mwangu ninazibeba chapa. Chapa maana yake kuna alama nimepigwa ambazo shetani akiangalia tu kwa haraka anajua huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu anapita huyu. Huyu ni Yesu anapita huyu. Figo zangu zimebeba hizo chapa. Chapa za uzima. Subiri nikupe kitu kingine. Sio tu kwamba wewe unaishi ndani ya Mungu. Na hapa ndio shetani anachanganyikiwa, anachoka kama mzee mwandao. Lakini pia Mungu anaishi ndani yako. Yaani hapo ndio shetani anachanganyikiwa. Yaani kwamba inakuaje eti kwamba wewe unaishi ndani ya Mungu, alafu na Mungu anaishi ndani yako, anachoka. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Mimi ile andiko nilipenda sana kwa sababu linanipa garantia hata magonjwa yakitaka kunishambulia na mkumbusha Mungu hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Anasema hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu. Sema mimi ni hekalu la Mungu. Sema kwa sauti mimi ni hekalu la Mungu. I am the temple of God. Mimi ni hekalu la Mungu. Alafu anasemaje? Na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Ukisikia roho wa Mungu ndio Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Maana yake ni kwamba Mungu anakaa ndani yako. Alafu angalia mstari wa 17 ndio nilipenda. Shida sio kwamba Mungu anakaa ndani yangu. Shida sio kwamba Mungu anakaa ndani yangu. Mstari wa 17. Alafu hapa amesema hivi. Mstari wa 16 ameanza anasema hivi. Anasema hamjui ya kuwa. Maana yake ukiondoka kwenye shida ya ufahamu. Ukiondoka kwenye shida ya ufahamu, kuna namna Mungu ataanza kutembea na wewe na kujidhihirisha kwako kwa namna ya kitofauti. Anasema hamjui ya kuwa, maana yake ni shida ya kiufahamu ilikuwa inatibiwa hapa. Kwa hiyo wewe ni hekalu la Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani yako. Mstari wa 17 ndio nilipenda. Anasema hivi, anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Mungu sio hekalu litashindana, ni Mungu atashindana na huyo mtu. Mungu atamharibu mtu huyo. Tafuta chochote kinachoweza kuharibu hekalu, iwe ni mtu, chochote kinachoweza kuharibu hekalu, iwe ni ugonjwa, weka hapo. Iwe ni silaha, weka hapo. Nina ujasiri ya kwamba hakuna mtu anaweza kaniharibu haraka, kwa sababu kuniharibu mimi ni kuharibu hekalu la Mungu hapa duniani. Maana yake ni kujaribu kumfukuza Mungu, ni kujaribu kumwondolea Mungu makao duniani. Na kwa tafsiri nyingine haikubaliki.
Nimekataa katika jina la Yesu. Kila ninapokwenda mimi ni sanduku la Bwana linalobeba uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Nimembeba Kristo ndani yangu, nimezibeba mbingu ndani yangu, lakini ninaishi ndani yake. Adui akianza kunitafuta kabla ya kwamba kunidhuru ili kuondoa hekalu la Mungu hapa duniani, kabla ile kunitafuta tu, atatafuta sana hata niona. Nimefichwa ndani ya Kristo. Nimefichwa, uhai wangu umefichwa, jina langu limefichwa, maisha yangu yamefichwa. Angalia anasema hapa, mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Anasema kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyinyi. Sasa rudi tena mstari wa 9. Kwenye hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 3, rudi mstari wa 9. Alafu taendelea pale kwenye somo letu haraka haraka. Rudi mstari wa 9. Anasema hivi, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo kingine unapaswa kujua kwamba wewe ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo anajaribu kukuzuia wewe, anajaribu kumzuia Mungu ambaye anafanya na Mungu kufanya kazi pamoja na wewe. Ni kwamba Mungu anafanya kazi akiwa ndani yako. Anasema kwa maana kitabu cha Efeso 3:20 anasema Mungu anaweza kutenda zaidi ya yale tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi wapi? Ndani yetu. Maana anatenda kazi ndani yetu. Mahali pengine anasema kazi ile njema aliyoanzisha ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo Mungu anatenda kazi kupitia sisi ndani yetu. Anasema sisi tu watenda kazi pamoja na Mungu. Maana yake ni kwamba kupitia sisi Mungu anaweza kufanya kazi. Na kwa njia hiyo inaonekana sisi tumefanya kazi, lakini tumefanya pamoja na Mungu. Alafu anasema cha kwanza, kwa hiyo unapotaka kunishambulia mimi, unapaswa kujua kwamba mimi ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Mimi ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo siko peke yangu kwa tafsiri nyingine. Na ukiona nafanya huduma, I'm not doing it by myself. Siifanyi kwa uwezo wangu, siifanyi kwa nguvu zangu, ni naye anayeniwezesha. Alafu anasema hivi, anasema sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Anasema ninyi ni shamba la Mungu. Shamba la Mungu maana yake nini? Shamba, ukisikia shamba ni mahali ambapo tunaenda kupanda mimea, tunaenda kupanda mazao. Maana yake ni kwamba kama kuna kitu Mungu atataka kukileta hapa duniani, Mungu atakipanda kupitia mimi. Yaani kwamba Mungu atadondosha. Yaani kama kuna wazo Mungu anataka kuliachilia, atalidondosha ndani yangu. Mimi ni shamba la Mungu la kudondoshea mawazo. Mungu atalidondosha ndani yangu, alafu kupitia mimi nitalizaa kwenda kwa dunia yangu. Mimi ni shamba la Mungu. Alafu cha mwisho anakazia tena, anasema na nini? Ni jengo la Mungu. Kwa Kiingereza anasema for we are laborers together with God. Anasema you are God's husbandry. Anasema you are God's building. Wewe ni jengo la Mungu. Siku nimekaa kama eneo fulani pale Posta. Niko pale. Baadaye sasa sikujua kama ile maeneo nilioko kama kuna jengo la Freemason pale. Sasa nimekaa baadaye nikakuta nikageuka nakuja kuona huko. Naona kabisa wale watu wana jengo lao liko pale. Sema these men are very serious. Lakini pia na kwenye ulimwengu wa roho mtu wa Mungu na mimi nimeandikwa. Yaani shetani akikuangalia anaona kabisa hekalu la Mungu. Haona umetiwa alama. Hauruhusi kuguswa. Sasa nirudi pale nilichokuwa nakiongea kwa habari ya mwenye dhambi. Kwa hiyo nilikwambia pale ya kwamba Mungu anamuita mwenye dhambi ni kondoo, lakini ni kondoo aliyepotea. Mwenye dhambi ni kondoo, lakini ni kondoo aliyepotea. Ni kondoo aliyepotea. Sasa tumesoma kwenye Luka 15 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Tumeona pale ya kwamba Mungu anasema ni kondoo aliyepotea. Tukisema ni kondoo aliyepotea maana yake nini? Cha kwanza, hakuna kondoo anayetokea tu. Ujue kuna mchakato umetumika kupatikana. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine inawezekana huyu mtu alimnunua au inawezekana alifuga mpaka akampata. In fact kwenye kuanza kumpata kuna mchakato hapo, labda alimnunua. Maana yake ni kwamba kama alinunuliwa ni wa thamani. Mwenye dhambi yoyote ni wa thamani. Ni wa thamani, alimgharimu mmiliki kumnunua au alimgharimu mmiliki kumpata. Lakini cha pili, umeona yule kondoo alipopatikana, kitabu kile cha Luka sura ya 15, umeona yule kondoo alipopatikana. Naomba turudi pale kwenye Luka 15. Kitabu kile cha Luka 15, umeona bila asema aliwaacha wale kondoo 99, akaenda kumtafuta yule mmoja. Anasema naye akiisha kumuona, akamweka mabegani pake akafurahi. Kondoo ni wa thamani kiasi kwamba huyu mtu anambeba kwenye mabega yake. Anambeba kwenye mabega yake. Na kumbuka kubeba kwenye mabega ni ishara ya upendo. Ni ishara ya upendo. Kiuje urudi hapa. Ni ishara ya upendo. Angalia, anasema
Alafu afikapo nyumbani mwake, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, maana nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. In fact alifanya sherehe. Yani tafsiri rahisi hapo, unaposikia furahini pamoja nami, alifanya sherehe kwa sababu ya kumpata kondoo mmoja. Maana yake kondoo anaweza asiwe na thamani kwenye macho yako, lakini kwa aliye anayemmiliki, kondoo ni wa thamani sana kiasi kwamba akimpata anafanya na sherehe ya kumpata kondoo mmoja. Na unaweza ukasema huyu mtu, hebu imagine huyu mtu ana kondoo 100, amepotea tu mmoja. Wewe ukipoteza, ukiwa na milioni 1, ukapoteza hata 1000, haikusumbui au shtuki. Unakaa nyumbani usiku, unaibiwa hela kichawi, unaamka asubuhi hazipo, haikushtui, kwa sababu wewe kwako sio za thamani. Yani Mungu ni aina ya mmiliki ambaye hata mmoja tu yuko tayari kuacha wengine, awaache wengine, akamtafute mmoja mpaka amempata. Kutafuta ni mchakato, kutafuta ni gharama. Akamtafute mpaka amempata, kwa jinsi alivyo wa thamani. Kwa hiyo unaweza kaandika hivi, kondoo ni wa thamani kiasi kwamba mwenye naye hayuko tayari kumpoteza. Na kwa lugha nyingine ni kwamba kondoo ni wa thamani kiasi kwamba mwenye naye yuko tayari kutumia gharama zote anazoweza kutumia mpaka amempata. Imemgharimu Mungu kila kitu kumfuata mwenye dhambi mmoja duniani. Imemgharimu Mungu kila kitu kumtafuta mwenye dhambi mmoja aliyepotea. Asema naye kisha kumuona, umweka mabegani pake, akafurahi. Maana yake ni kwamba kondoo mmoja, hata na 99, kondoo mmoja amebeba furaha ya mmiliki wake ambaye ni Mungu. Sasa hapa tunaongelea, hapa tunaongelea kondoo. Sasa hapa naongelea mtu yote ambaye amepotea, amerudi nyuma, mtu yote ambaye yuko dhambini. Ni kwamba furaha ya bwana wake imebebwa naye. Yani huyo kondoo ameibeba furaha ya bwana wake kiasi kwamba asipoonekana, kuna furaha inakosekana huko nyumbani. Kwa hiyo kondoo mmoja anaweza kaamua bwana wake afurahi iwapo atarudi na kukaa nyumbani, au akaamua huzuni iwapo ataacha kupatikana. Alafu angalia mstari wa 7, akasema vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Anasema kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Lakini jambo la pili unaona hapa, kwa hiyo cha kwanza hapa anamuita mwenye dhambi kuwa ni kondoo. Na umeona jinsi ambavyo anamfurahia, umeona jinsi ambavyo alimbeba kwenye mabega yake, ishara ya upendo. Lakini jambo la pili, ukianzia mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 10, anamzungumza mtu mwenye dhambi kama sarafu iliyopotea. Kwa hiyo ni kwamba kila mtu unayemwona duniani kwa Mungu ni fedha. Sarafu unaongelea ni fedha iliyopotea, ambayo fedha hii haiendani thamani na fedha nyingine yote. Haiendani thamani na dola, haiendani thamani na Tanzanian shillings, haiendani thamani na euro, haiendani thamani na hela ya nchi yoyote iliyoko duniani, haiendani thamani pia na kitu chochote cha thamani kilichoko duniani. Kila mtu kwa Mungu ni fedha. Yani Mungu akimwangalia anamuona kama hela. Na ndio maana unaona tuko tayari kutumia mamilioni ya fedha kwa ajili ya kumtafuta mtu mmoja. Nilikuwa nashangaa wakati mwingine baba eti baba anatumia, unakuta tumeandaa ibada za wanachuo, zile ibada mpaka ni mkesha tu mmoja, lakini ule mkesha unagharimu a lots of money. Nauli za kutoka hapa kwenda labda mpaka Mbeya. Tunafika kule Mbeya, print vipeperushi, nenda kwenye redio za Mbeya, tangaza watu labda waje kwenye mkesha huo. Bado tunapita vyuo kwa vyuo, bado gharama za kuwakodishia mabasi ya kuwabeba kule kuwaleta. Alafu unaweza kushangaa kwenye huo mkesha wanaokoka hata watu, ni kweli walikuwa wanaokoka watu wengi, lakini hata akiokoka mtu mmoja, baadaye unaweza kukaa ukamwambia Mungu, hivi kweli kabisa Mbeya nzima na yote haya tuliyofanya na hela zote tulizotumia na muda wote tuliotumia tumetumia kwa sababu ya huyu mtu mmoja? Kwa Mungu bado anafurahi. Japo inawezekana shauku ya Mungu ilikuwa ni wote waokolewe, lakini hata akipatikana mmoja, kwa Mungu bado anafurahi. Na ndio maana tuko tayari kutumia gharama yoyote kumtafuta huyo mmoja aliyepotea. Kwa hiyo sarafu nyingine hazina thamani kama sarafu inayoitwa mtu. Sarafu nyingine hazina thamani kama sarafu inayoitwa mtu. Na hapo unaona nasema mtu ni sarafu iliyopotea. Sasa
Mambo ya kuandika, ukimwongelea mtu kama sarafu na hiyo sarafu iliyopotea, mtu ambaye ni mtenda dhambi, ukimwongelea mtenda dhambi kama sarafu ambaye ni sarafu iliyopotea, mambo ya kuandika kutoka hapo ni kwamba thamani ya sarafu haipotezwi na tope au uchafu. Thamani yake iko pale pale. Chukua 500 sasa hivi na mvua zinanyesha daa, nenda pale nje ipake matope, rudi nayo hapa ndani. Yaani ile sarafu ikipulizwa tu au ikafutwa au ikaoshwa, inakuwa na thamani vile vile kama ambavyo ilikuwepo mwanzoni. Kilichotokea ni kwamba tu nilikuwa imefunikwa. Yaani mtenda dhambi ni mtu mwenye thamani ambaye thamani yake imefunikwa na kitu kingine. Kila mtenda dhambi ni mtu mwenye thamani, lakini thamani yake imefunikwa na kitu kingine ambacho sio Mungu. Kwa tafsiri nyingine, imefunikwa na shetani. Maana yake ni kwamba tunahitaji sasa hicho kinachomfunika kiondolewe sasa, ili thamani ya huyu mtu ianze kuonekana. Sasa hapa nimekuambia cha kwanza, thamani ya sarafu haibadiliki, haishuki, haipungui kwa sababu ya uchafu. Haishuki, haipungui kwa sababu. Lakini kingine cha kuandika, sarafu bado ni mali ya mmiliki hata kama imepotea. Bado ni mali ya mmiliki hata kama imepotea. Yaani ile hela iliyokuwa imepotea bado ilikuwa ni mali ya yule mama. Unasikia yule mama bila asema aliwasha taa, akafagia nyumba yake yote, akatafuta mpaka ameipata. Yaani bado ni mali yake hata kama imepotea. Na kingine ni kwamba nataka ujue kwamba ukiona mtu amepotea, ni sarafu iliyopotea ambayo imepotelea nyumbani kwa mwenye hela. Kwa sababu huyu mama tunaambia hela ilipotelea nyumbani kwake. Kwa hiyo mwenye dhambi, kila mwenye dhambi aliyopotea bado yuko kwenye nyumba ya Mungu. Yaani kwa sababu nyingine kwamba bado yuko mahali ambapo anaweza kufikiwa. Bado yuko mahali ambapo anaweza kupatikana. Umeona kondoo mmoja alipotea kule juu akapatikana. Umeona sarafu hii ilipotea ikapatikana. Kwa tafsiri yake nini? Maana yake ni kwamba hakuna mwenye dhambi ambaye hawezi kupatikana kama akitafutwa kwa juhudi. Kwa sababu kirudi pale kwenye Luka 15 anasema huyu mama alitafuta kwa juhudi. Luka 15 mstari wa 8 anasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotelewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Maana yake ni kwamba hakuna mwenye dhambi asiyeweza kupatikana kama akitafutwa kwa bidii. Bidii inaweza kurescue hatima ya mwenye dhambi mmoja. Bidii ni pamoja na kutumia gharama. Kuwasha taa, ili tuwashe taa hapa lazima umeme uwepo. Na ili umeme uwepo lazima tuwe tumeweka luku. Kwa hiyo lazima kuna hela zitatutoka. Hakuna namna tunaweza tukawaendea wenye dhambi kama hatutalipa gharama. Gharama ya fedha, talipia vipindi vya redio, talipia vipindi vya television, gharama za kuandaa mikutano ya Injili. Kuna gharama lazima itutoke kwenye kutafuta vilivyopotea. Kwa sababu gani? Hata Mungu imemgharimu kumtoa mwanawe wa pekee. Ni gharama kumtafuta mwenye dhambi. Na kama ni gharama, lazima tuwe tayari kuilipa. Lakini pia kama ni gharama, tusiangalie tumepoteza nini mpaka tumempata mwenye dhambi. Yaani usiangalie umepoteza nini, usiangalie umetumia singapi mpaka sasa kwa ajili ya kuhakikisha tunaweza kuwafikia wenye dhambi. Kama kanisa hatutaangalia tumewekeza singapi, kwa sababu kwenye hii kazi, biashara yote yenye faida lazima uwekeze. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kwa sababu hata Mungu ili apate watu ilibidi awekeze. Aliwekeza kwa kumtoa mwanawe pekee. Na Mungu ni mfanyabiashara wa kwanza ambaye kila kitu anachokifanya anaangalia faida kwanza. Anasema ni Bwana Mungu wako akufundisha upate faida. Maana yake God is profit minded. Ni Mungu anaangalia faida, asipoona faida afanye. Kwa hiyo aliwekeza kwa kumtoa mwanawe pekee. Na sisi kuna vitu tutawekeza sasa. Nirudi sasa hapa. Kwa hiyo hakuna mwenye dhambi asiyeweza kupatikana kama akitafutwa kwa nini? Kwa bidii. Lakini nimekuambia pia kila mwenye dhambi aliyopotea amepotea kwenye mazingira ya karibu ambayo akitafutwa anaweza kupatikana. Akitafutwa anaweza kupatikana. Alafu rudi tena pale. Anasema kingine, gharama ya kumpata mwenye dhambi huwa inasababisha kunakuwa na sherehe. Ukiangalia huyu mama alivyoipata fedha yake, Biblia inasema naye akisha kuiona, waita rafiki zake na jirani zake, akamwambia furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile
iliyonipotea. Mstari wa 10 anasema nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kingine nataka ukione kwenye hii habari ni kwamba wakati yule ndugu aliyepotelewa na kondoo anatafuta kondoo, marafiki zake walikuwepo lakini hawakumsaidia. Wakati mama aliyepotelewa na shilingi, marafiki zake na majirani zake walikuwepo lakini hawakumsaidia. Maana yake nini kusema hivi? Swala la uvunaji wa nafsi na kutoa watu kwenye dhambi sio swala la sisi, ni swala la wewe. Biblia inakuita wewe ni tawi. Anasema kila tawi lisilozaa, hajasema matawi, amesema tawi lisilozaa. Maana yake Mungu adili na matawi, anadili na tawi. Luka 15 anasema Mungu ametuchagua ili tuende tukazae matunda. Kwa hiyo yani hata kama mimi mchungaji sihangaiki kutoa watu dhambini, wewe hangaika kutoa watu dhambini, kwa sababu Mungu atakavyoshughulika na mimi ni tofauti na atakavyoshughulika na wewe. Akija kwako atakupruni, atakupunguza visivyohitajika ili uweze kuzaa. Akija kwangu atanikata kama tawi lisilozaa, atanitupa nje. Maana yake nini? Swala la kuvuna nafsi halihitaji kumwangalia jirani yako, halihitaji kumwangalia mshirika mwenzako, linahitaji maamuzi binafsi kutoka ndani yako. Sio swala la mkumbo, ni swala la mtu binafsi. Na kingine ni kwamba wewe lipa gharama tu, as long as unachokifanya kina thamani mbele za Mungu, lipa gharama. Tafuta wenye dhambi, waendee kwa juhudi na kwa bidii. Kingine ambacho nimejifunza kutoka kwenye hivi visa viwili, kingine ni kwamba ili kumpata mwenye dhambi lazima tumuendee. Yaani lazima umuendee, lazima umuendee, lazima umuendee. Ili kumpata mwenye dhambi na kumtoa kwenye hiyo mikono ya adui na kumtoa kule ambapo amepotea, lazima umuendee, lazima umuendee. Hata tungeomba hapa kanisani siku 100 ya kwamba Baba okoa Dar es Salaam nzima, Baba iokoe Tanzania nzima. Warumi sura ya 10 mstari wa 13 anasema wataokokaje wasipohubiriwa? Watahubiriwaje pasipokuwa na mtu? Na huyo mtu ataendaje asipopelekwa? Maana yake kuokoka ni zao la mtu kutokea akahubiri injili. Huyo mtu maana yake ameenda. Kwa hiyo tafsiri nyingine ni kwamba kama wewe huwezi kwenda moja kwa moja ukashuhudia, peleka mtu, peleka mtu. Tusome hapa Warumi sura ya 10. Kila mmoja ana nafasi ya kushiriki. Kama sio kwenda ni kupeleka mtu, kama sio kwenda ni kupeleka mtu. Kila mmoja unaweza ukashiriki kwenye kuvuna nafsi za watu, kama sio kwenda ni kupeleka mtu. Warumi sura ya 10 mstari wa 13 anasema kwa kuwa kila alitaye jina la Bwana ataokoka. Mstari wa 14 wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Maana yake lazima mhubiri apatikane kwenye hiyo equation. Na mhubiri unaweza ukawa ni wewe au ukamwezesha ambaye anatakiwa kwenda. Alafu mstari wa 15 anasema tena wahubirije wasipopelekwa? Ili kupelekwa ni pande mbili. Upelekwe na Mungu, kwa sababu kumtoa mtu kwenye dhambi inahitaji msaada wa Mungu. Lakini pia kuna kupelekwa na watu. Kwa hiyo lazima watu wawepo na lazima pia Mungu awepo kwa ajili ya kukusaidia. Anasema ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Kwa hiyo kingine tumekiona kwenye ile andiko, ili mwenye dhambi aokoke lazima afuatwe. Lazima tuwaendee. Lazima tuwaendee. Lazima tuwaendee. Lakini kingine nataka uandike ni kwamba wenye dhambi Luka sura ya 15, turudi pale. Jambo lingine ambalo tumejifunza kwenye hili jambo ni kwamba furaha ya mbinguni inaamuliwa na sisi tulioko duniani. Furaha ya mbinguni inaamuliwa na sisi tulioko duniani. Yaani sisi ndio tunaweza kuamua leo mbingu zinune au leo mbingu zifurahi. Sisi tulioko duniani. Mwambie jirani yako, wewe unaweza kuamua leo furaha mbinguni. Whether kuamua
kwa kukubali kuokoka kama ulikuwa hujaokoka, au namba 2 kwa kufanya watu waokoke, kuwasaidia watu, kuhubiria watu, kuwavuta watu waokoke. Twende kwa haraka haraka, nilikuwa nazungumza kwa habari ya twende jambo lingine. Jambo lingine, thamani, tunazungumzia thamani ya mtu mmoja ambaye ni mwenye dhambi. Haya, ukienda Luka 16 kuanzia mstari ule wa 11, Luka 16, Luka 15 hiyo. Luka 15 kuanzia ule mstari wa 11. Hapo tulianza mstari wa kwanza hadi wa 10, mstari wa kwanza hadi wa 7 amemzunguzia mwenye dhambi kama kondoo aliyepotea. Mstari wa 8 hadi wa 10 amemzunguzia mwenye dhambi kama sarafu iliyopotea. Mstari wa 11 hadi wa 32 mstari wa 11 hadi wa 32 anamzungumzia mwenye dhambi kama mwana aliyepotea. Kwa hiyo mtenda dhambi ni mwana aliyepotea. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ni ndugu yako, ila ni ndugu yako aliyepotea. Kwa hiyo mtenda dhambi ni ndugu yako, kama ambavyo mdogo wako leo akipotea nyumbani ya mlali, mtakesha mnatafuta, mtatafuta hata kwa majirani, mtaenda hata kituo cha polisi, mtakata arabi, mtatangaza kwenye majumba ya ibada, mtaenda kwenye vituo vya habari. Angalia bidii watu walionayo kwenye kutafuta ndugu zao wa kimwili. Angalia mtu akipotelewa na mtoto wake wa kumzaa, ataenda kwenye magazeti aombe achapishiwe. Magazeti ambayo mtoto anaweza kawa amepotea daa, ila magazeti yale yanachapishwa anaweza kawa anaenda Njombe, yanaenda Mafinga, yanaenda Mwanza, yanaenda Iringa. Kwa hiyo gazeti linaenda Iringa la taarifa ya kumtafuta mtoto aliyepotea Kinondoni, mtasi mtaa gani hapo Kinondoni. Gharama. Ukiwaona wenye dhambi kama ni ndugu zako waliopotea, utakuwa unaumia kuwaona wakiwa dhambini. Hautafurahia kuona maisha yao ya dhambini, kwa sababu ni sawa na unafurahia ndugu yako kuzaliwa unayempenda. Siongelee yule ndugu yako ambaye tukianza maombi ya vita hapa utamwombea afe na kumchinja juu kwa juu na kumzika kwenye ibada hii, na mazishi yake unamaliza hapa na muendea na mchinja, na umeona kumchinja itoshi, na muua, kumuua itoshi, na mkatakata. Ukimaliza hapo na chimba shimo, na mshusha chini sana, na mfukia, nafuta msiba wake, habari zake zisisikike tena. Yani umeshamzika na unataka asaulike tena. Siongelee ndugu zako ambao unawachukia, naongelea ndugu ambaye ukisikia jambo baya limempata unaumia. Ukisikia mambo yake yaendi vizuri unaumia. Na in fact wewe sasa umepewa agizo la kuwapenda watu wote. Sijasema kuwafanya watu wote kwa marafiki zako, lakini kuwapenda watu wote. Sisi tumeambiwa tuwapende adui zetu, tuwapende adui zetu. Biblia inasema mpende adui yako. Mahali pengine inasema mpende jirani yako. Jirani anayeongelewa pale sio jirani ambaye wewe umepanga naye kwenye nyumba tu pale. Jirani ni mtu ambaye hauelewani naye, ni adui yako. Biblia inasema umpende. Kwa sababu upendo wa Mungu sio upendo ambao unahitaji sababu ili kumpenda mtu. Na ndio maana hata sababu za kumpenda zikikosekana, msaidia arudi hapa. Ndio maana hata sababu za kumpenda zikikosekana, bado unahitajika kuendelea kufanyeje? Kumpenda. Upendo wa Mungu ni unconditional. Hauhitaji sababu. Unahitaji tu ujue kwamba Mungu amesema. Na hiyo ndio njia yetu ya kuendelea kuishi. Na hiyo ndio njia yetu ya kuendelea kuonyesha tuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri watu Mungu? Kwa hiyo muone kila mtenda dhambi kama ndugu yako kabisa, ambaye mmezaliwa na baba mmoja anaitwa Mungu. Ila sasa ni ndugu yako ambaye kwa sasa hivi amepotea, anahitaji kusaidiwa. Na kushangaa unaposema uwezi kuhubiri injili. Wewe leo ndugu yako akipotea leo, uwezi kwenda kumtafuta? Wewe ambavyo ungeweza kutoka hata hujavaa ndala, umetoka hata ujui kama hivyo na nguo zako za nyumbani, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, huko kwa mjumbe huyu, kwa mjumbe huyu, kwa mjumbe huyu, unamtafuta ndugu yako aliyepotea. Wenye dhambi ni ndugu zetu, ila waliopotea. Yani kwanza ni ndugu zetu kwa sababu Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Maana yake tumetokana na Mungu. Lakini pia ni ndugu yetu kwa sababu sisi tumetokana na Adamu. Hata kama yeye ni Msukuma, wewe ni Mpare, lakini wote tumetokana na Adamu. Ni ndugu yetu. Ni ndugu yetu kabisa. Wote tumetokana na Adamu. Unapata raha gani kuona ndugu yako unayempenda eti wewe siku ile ya mwisho unakaa mbinguni unafurahia pale,
huko kwenye karamu ya mwanakondoo pale, alafu yeye yuko mahali analia, anaomba mtu amdondoshee tone la maji. Hivi unajua hata walioko kuzimu wana upendo na ndugu zao walioko duniani. Ukisoma vizuri Luka sura ya 16, ukaona habari za tajiri na Lazaro. Kule mbele anasema tajiri alipokuwa kuzimu, akamuomba Ibrahim, akamwambia, baba Ibrahim, nakuomba umtume Lazaro. Ni kweli ameshindwa kuniletea mimi maji, lakini shida hii sasa sitaki ije iwatokee na ndugu zangu. Umtume Lazaro akaongee na ndugu zangu asije mahali hapa pa mateso. Maana yake utagundua kinachofanya unakuwa na chuki na wenzako ni kwa sababu uko kwenye mwili. Ila siku utakayoondoka kwenye mwili, whether ukaenda mbinguni au ukaenda jehanamu, utagundua ndugu zako ulikuwa unawapenda. Ila tu ni kwa sababu ya hapa tuko kwenye mwili hapa. Mwili unaweza kadanganya, mambo ya hapa duniani yanaweza kadanganya, ukaona ya ndugu zako hawakufai. Walioko kuzimu wanatamani ndugu zao wasiende. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba tumewekewa kitu cha upendo ndani bwana. Tumewekewa kitu cha upendo ndani. Tumewekewa kitu cha upendo ndani. Tunapaswa kusaidia ndugu zetu wenye dhambi waokoke, warudi. Kila aliyepotea ni mwana mpotevu. Ni mwana ambaye baba yako amewekeza kwake. Soma kile kitabu cha Luka 15, nitarukaruka baadhi ya mistari. Ukianza ule mstari wa 11, anasema akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Anasema yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Mstari unaofuata wa 13, anasema hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Kwa hiyo kila mtenda dhambi hata kama yuko duniani, yuko nchi ya mbali. Ndio maana nimekwambia amepotea kwa sababu yuko mbali na alipokuwa anapaswa kuwa. Pia sema akaenda nchi ya mbali. Unajuaje mtu yuko nchi ya mbali? Nchi ya mbali ina tabia zake. Tabia zake ni zipi? Angalia watu wakiwa nchi ya mbali, tabia zao ni zipi? Anasema akasafiri akaenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa uasherati. Kuna tabia ukiona uasherati, unajua kabisa huyu mtu bado yuko nchi ya mbali, anahitaji kusaidiwa arudi nyumbani. Uasherati una maana mbili. Mungu alikuwa anaita wakati mwingine wana wa Israeli ni waasherati, au kwa sababu walikuwa wakiabudu miungu mingine. Kwa hiyo uasherati ni pamoja na kuabudu miungu mingine. Unaona watu wanaabudu miungu mingine hata kama sio mzinzi, lakini hata kama sio mtu anapokea rushwa na kutoa rushwa. Hata kama sio mtu anapokea rushwa na kutoa rushwa. Lakini unapoona huyo mtu anaabudu miungu mingine, anaabudu wedha ni mizimu, anaabudu kitu kilichokuwa Kristo, ni mwasherati. Na bado yuko nchi ya mbali, lakini anaweza akafikika. Anasema hata baada ya siku nyingi. Haya, angalia mstari wa 14. Anasema alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Hiyo nchi ya mbali ni nchi ambayo njaa kuu itaingia, na wao wataanza kuhitaji. Ndio njaa kuu, ndio ile kuzimu. Kutakuwa kule kuzimu, wakitupa kule kuzimu wataanza kuhitaji, wanaanza kuhitaji maji. Sababu ukiongelea njaa ni kwamba watu watakuwa wanahitaji maji, watakuwa wanahitaji chakula. Na chakula tunachongelea ni neno. Wakiwa kule watagundua wanahitaji neno, lakini hamna mtu wa kuwafundisha neno. Wanahitaji kupozwa kiu, lakini hamna mtu wa kuwapoza kiu. So hapa anasema njaa ikaingia, naye akaanza kuhitaji. Twende haraka haraka. Akasikamana na wenyeji wa nchi ile, lakini hata wenyeji wa nchi ile hawakumsaidia. Kumbe hata kule kwenye nchi ya dhambi kuna wenyeji. Kuna watu ni wenyeji kabisa. Na hapa in fact anaongelea nao ni mapepo na nguvu za giza. Biblia inasema sisi ni wageni hapa duniani, sisi ni wageni. Tena tunaitwa wapitaji. Wenyeji wetu huko mbinguni. Angalia, twende kwa haraka haraka wakati naelekea kumalizia. Aya, sasa alipozingatia moyoni mwake akaona ni watumishi wangapi kwa baba yake, baadaye akarudi nyumbani. Na huyu baba ameongelewa kama mtu mwenye watoto wawili na hakuwa na mke, kwa sababu huyu baba anafananishwa na Mungu. Na hii watoto wawili sio kumaanisha kwamba alikuwa na watoto wawili tu, ila wameongelewa watoto wa aina mbili tofauti. Maana hata angekuwa nao 20, katika hao 20 wangekuwa kwenye haya makundi mawili. Whether wangekuwa kwenye kundi la mwana mpotevu au wangekuwa kwenye kundi la mtoto ambaye alibakia wapi? Nyumbani. Alibakia na baba yake nyumbani. Na nimeshangaa sana huyu mtoto aliyebakia nyumbani. Hapa pia kitu kingine Mungu anatusisitiza hapa. Kuna watu mmebakia nyumbani, mkisikia ndugu zenu wametoka dhambini wamerudi na wameanza kufanikiwa, unajisikia vibaya. Nasema kwa nini huyu ameokoka tu juzi na kazi amepata na ndoa amepata au na kitu fulani amepata, kwa nini mimi muda wote usijapata? Hizi ni tabia za mwana mkubwa aliyeko nyumbani. Ndio utagundua umebakiaga nyumbani lakini una shida zako binafsi. Unahitaji tu Mungu akusaidie.
Nilichokipenda kuhusiana na huyu mwana mpotevu ni kwamba unapomwangalia mtenda dhambi kama mwana mpotevu, muangalie kwa jicho la baba yake. Kuna mambo kama mawili matatu ya kujifunza hapa. Cha kwanza, unaona bado ni mwana lakini ameitwa mpotevu. Lakini bado ni mwana. Maana yake kusema bado ni mwana ni nini? Ni kwamba bado kuna uwekezaji wa baba yake ulishafanyika ndani yake. Hata kama akifika kule nchi mbali akabadilisha jina, alikuwa anaitwa Joseph Dickson Kabigumila, akafika kule akabadilisha, akasema mimi sasa hivi siitwi Joseph, naitwa Elia Ezekiel Isaya. Naitwa Elia Ezekiel Isaya. Hata akibadilisha jina, DNA ukienda kupima inasoma ya baba yake. Kwa hiyo kila mtenda dhambi hata angebadilika kila kitu, akajikoboa anaweza kujikoboa. Dhambi ikamchafua anaweza kumchafua, ikambadilisha anaweza kumbadilisha, lakini bado kuna deposit za Mungu kwenye huyo mtu. Kuna sura na mfano wa Mungu. Bado kuna kusudi la Mungu ndani ya huyo mtu. Bado kuna thamani ya nafsi ya huyo mtu ambayo Mungu aliweka ndani yake. Yaani bado ana deposit, bado ana vitu vya Mungu viko ndani yake. Kwa hiyo kila unapomwangalia mwenye dhambi, haijalishi ameharibiwa na dhambi kiasi gani, muangalia kwamba kama mtu ambaye bado ana vitu vya Mungu ndani yake ambavyo vinapaswa kuokolewa, vinapaswa kusaidiwa. Na hata kama dhambi imeharibu mwili wake, sisi tuna shida sana na nafsi yake na roho yake. Na baadaye Kristo atauponya mwili wake na kumsaidia. Kwa hiyo cha kwanza, bado ni mwana lakini ni mpotevu. Nikisema bado ni mwana, maana yake bado ana vitu vya baba yake ndani yake. Lakini cha pili, bado yuko kwenye mawazo ya baba yake. Bila nasema baba yake alipomwona tu akiwa mbali akamkimbilia. Maana yake bado baba yake anamwaza. Kila mtenda dhambi ni mtu ambaye bado yuko kwenye mawazo ya Mungu. Usio kafikiri kwa sababu ya dhambi zake Mungu amemsahau, au kwa sababu ya dhambi zake Mungu amzingatii au amfikiri. Kila mtenda dhambi bado yuko kwenye mawazo ya Mungu. Hata kama kwenye mawazo yake ameondoka kwa sababu anakuumiza, kwa sababu anakukera, bado yuko kwenye mawazo ya Mungu. Sema bado yuko kwenye mawazo ya Mungu. Sema kila mtenda dhambi bado yuko kwenye mawazo ya Mungu. Alafu kingine, kila ukimwangalia mtenda dhambi kama mwana mpotevu, maana yake nini? Bado ana nafasi ya kurudi na kutubu. Bado ana nafasi ya kurudi na kutubu. As long as hajafa, bado ana nafasi ya kurudi na kutubu. Yaani kama hajafa, kwa sababu kitakachofanya mwana mpotevu atoke ashindwe kutoka nchi ya mbali kurudi kwa baba yake ni kufa, afe, azikiwe kule kule. Ila kama bado yuko hai, bado anaweza karudi na akapatanishwa na baba yake. Maana kama mtenda dhambi kama bado anapumua, hata kama yuko hospitalini, bado anaweza karudi na akapatanishwa na baba yake. Kama akiweza kusikia na akaamini, bado anaweza karudi na akapatanishwa na baba yake. Bado anaweza karudi na akapatanishwa na baba yake. Jambo lingine ambalo nataka nikuonyeshe ni kwamba ukimwangalia mtenda dhambi kama mwana, maana yake kama ndugu yako, utagundua kwamba kuna sherehe inamsubiri nyumbani. Yaani aliporudi mwana mpotevu, bila sababu baba yake kwanza alimpiga pamba nzuri, akamvalisha viatu vizuri, akambadilisha mavazi, akampiga pamba nzuri, akamvalisha na pete. Alafu baadaye ikafanyika sherehe, wakatafutwa ndama walionona, wakachinjwa, sherehe kubwa ikafanywa. Maana kila mtenda dhambi ni mtu ambaye, kwa tafsiri nyingine ingekuwa ni kwenye harusi, tunamsubiria bwana harusi aingie ili sherehe ianze. Kwa hiyo kule mbinguni wameshajipanga, wana kila kitu kwa ajili ya kufanya sherehe, ila wanamsubiria mtenda dhambi aje ili wawe na uhakika kwamba sherehe ipo. Mtenda dhambi akipatikana ni uhakika sherehe ipo. Sherehe ya mwana kondoo ipo. Mtenda dhambi akipatikana ni uhakika kwamba sherehe ipo. Kwa hiyo ukimwangalia unaona ni kama mtu ambaye sherehe pia inamsubiria. Sherehe pia inamsubiria. Lakini kingine cha mwisho, nataka ukijue kuhusu mtenda dhambi. Cha kwanza. Cha nne, hiki ni cha nne. Kingine ni cha nne. Ni kwamba mtenda dhambi ameugharimu uhai wa mwana wa Mungu. Nini kingine kinafanya tuone thamani yake? Kwanza tumeona pale juu ni kama mwana kondoo aliyepotea, tumeona ni kama sarafu iliyopotea, tumeona ni kama mwana aliyepotea. Alafu hapa tunaona mtenda dhambi ni mtu aliyeugharimu uhai wa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ya uhai wa mwana wa Mungu, yaani hata kama huyo mtenda dhambi angekuwa na thamani, ila kilichotolewa ili kumpata kina thamani. Hivi unajua sasa hivi akitokea mtu akatangaza dau hapa, nimepoteza gari na natoa bilioni 10 kwa atakaye lipata hilo gari, hata kama hiyo gari ni ya EST. Yaani kwa sababu ya dau lililotolewa hilo gari kupatikana, hilo gari ni la thamani tayari. Kwa hiyo kwa sababu ya dau Mungu alilolitoa kwa sababu ya mtenda dhambi mmoja, sio achana ulimwengu wote. Bila sababu Mungu aliupenda ulimwengu wote, lakini akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu. Kwa hiyo Yesu ni kwa ajili ya mtu mmoja mmoja.
Dau ambalo limetolewa mtenda dhambi ili kumsaidia mtenda dhambi atoke dhambini ni kubwa na la thamani mno. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema hatujakombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu. Kwa hiyo unapomlinganisha mtenda dhambi na fedha na dhahabu, unafeli kwenye maisha. Yaani mtenda dhambi yote ana thamani kuliko fedha na dhahabu kwenye macho ya Mungu, lakini kwa sababu kwenye macho yetu anaweza kawa na thamani, ila kwenye macho ya Mungu mtenda dhambi ana thamani kuliko fedha na dhahabu. Na hii sio kumtia moyo ili abakie dhambini. Hii ni kumsaidia ya kwamba anatakiwa arudi mahali ambapo anatakiwa kuwa. Twainuka, twakupa. Aya, kingine nikisema mtenda dhambi amegharibu nafsi ya Mungu, kitabu cha Marko sura ya 10 mstari 46 anasema Yesu aliitoa nafsi yake iliwe fidia kwa ajili ya wengi. Anasema hakuja kutumikiwa bali kutumika na kuwatoa watu kwenye dhambi. Kwa hiyo kuna dau kubwa limetolewa kwa ajili ya kila mtenda dhambi. Dau hilo linaitwa Yesu Kristo. Mahali pengine anasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 mpaka mstari wa 35, Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu aliyekuja kwa ajili ya kuchukua dhambi za ulimwengu. Maana aliyekuja kwa ajili ya kumsaidia mwenye dhambi atoke dhambini. Mungu alikuwa tayari kumtoa Yesu. Hivi unajua wewe huwezi ukatoa 100,000 kununua mchele kilo moja. Otherwise labda una shida kwenye ufahamu. Sasa Mungu hana shida kwenye ufahamu. Amemtoa Yesu ili ampate mtu. Kuna thamani huyo mtu anayo. Ingekuwa hivyo, nimekuambia God is a profit minded. Mungu ni Mungu anayetafuta faida. Anayeangalia anapata nini iwapo atatoa kitu fulani. Sasa hawezi kumtoa mwanawe pekee kama ana kitu anataka au kama hajaona faida ndani ya mtu mmoja mmoja akimrudia. Tena dhambi ni mtu wa thamani. Anatakiwa aendewe kwa nguvu zote na arudishwe kwa baba yake. Ona kitu kingine tena hapa. Jambo la mwisho ambalo nataka niliongelee kuhusiana na mtenda dhambi, la 5, ni kwamba nafsi yake ina thamani kuliko vitu vyote. Nafsi iliyoko ndani ya huyo mtu, as long as ni mtu na bado yuko hai, nafsi yake ina thamani kuliko vitu vyote vilivyoko duniani. Na hapa nikusomea maandiko machache kwa haraka haraka ambaye atakusaidia uone ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kulingana thamani na nafsi yako. Zaburi 49 mstari wa 7 na 8. Zaburi 49 mstari wa 7 na 8 anasema hivi, anasema hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Fidia maana yake ni kwamba kuna fidia ni kwamba labda tuseme kuna mtu alikuwa anakudai, akaja kwa sababu amekuja mara nyingi, akachukua TV yako akaondoka nayo. Sasa ikatokea mtu anataka aje akusaidie, akulipie deni lakini pia akusaidie TV yako irudi. In fact ni akusaidie TV yako irudi. Ili akusaidie TV yako irudi, inabidi alipe deni au alipe hicho ulichokuwa unawiwa au ulichokuwa unadaiwa. Na hiyo kulipa sasa ndio inaitwa fidia. Hicho kinachotakiwa hapo kinaitwa fidia. Anasema akamtoa fidia. Angalia hapa. Anasema maana fidia ya nafsi zao ina gharama, wala anabudi kuiacha hata milele. Hela, gharama ambayo ilikuwa inahitajika kwa ajili ya kuwatoa wenye dhambi kwenye mikono ya shetani, bila nasema ina gharama. Yaani kama asingepatikana Yesu, ingebidi Mungu aiache hivyo milele. Ndio anasema hana budi kuiacha hata milele. Kwa nini? Kama asingepatikana Yesu, hakuna kilichokuwa kinaweza kumtoa mwenye dhambi kutoka dhambini. Yaani kumfanya Mungu awe na uhalali wa kumchukua tena mwenye dhambi na kumrudisha kwenye mikono yake. Ilibidi kitoke kinachoendana thamani na huyo mtu. Angalia kingine, andiko lingine Mathayo 16:26. Anasema kwani atafaidiwa nini mtu? Mathayo 16:26. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Yaani hapa inayoongelewa ni nafsi moja. Na ulimwengu umeongelea ulimwengu wote. Kwa hiyo hata ulimwengu wote kama ulivyo hauna thamani sawa na nafsi moja tu ya mtu. Achana kwamba watu tuko bilioni ngapi. Hiyo huko umeenda mbali. Mtu mmoja tu thamani yake haiendani na ulimwengu wote ukikusanywa pamoja. Na utajiri wake ulivyo, na magorofa yake yalivyo, na magari yake yalivyo. Kwa sababu hata hivyo unavyoviona, magari unayoona, magorofa unayoona yanamilikiwa na watu. Maana kama yanamilikiwa na watu au wanaomiliki wana thamani kuliko kinachomilikiwa. Ni sawa sio sawa? Yaani majumba yote haya unayoona duniani yanamilikiwa na watu. Kama yanamilikiwa na watu, maana yake watu ni wa thamani kuliko wanavyomiliki.
Na kwa tafsiri nyingine kwamba kusanya vyote havina thamani sawa na mtu mmoja. Alafu angalia andiko lingine, kitabu kile cha Mithali sura ya 6 mstari wa 26. Mithali 6:26. Nafsi ya huyo mtu ni ya thamani. Nafsi ya huyo mtu ni ya thamani. Anasema hivi, maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Kipande cha mkate ni kuhitaji hiyo zinaa. Anasema na kahaba umuinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Unavyoona wale wanaojiuzaga, wale madada poa wanajiuza kule, usio kafikiri wana shida na hela yako. Wale hawana shida na hela yako. In fact wale wawe wanajua au hawajui, wako pale kwa ajili ya kunasa nafsi za watu. Anasema kahaba anaiwinda nafsi ya mtu iliyo ya thamani nyingi ili aipate. Kwa hiyo pale akikwambia kwamba ukilala na mimi unalipia nafsi yako, hautakubali. Na kuambia ukweli kabisa hautakubali. Hata kama ulikuwa umelogwa, una tamaa imekujaa mpaka hapa kichwani. Akikwambia kwamba baada ya hii kitu nachukua nafsi yako, hata wewe umelogwa, na kuambia hautakubali. Ila lazima aweke hela. Ndio maana shetani ni mwenye hila. Hila maana yake unatumia udanganyifu kupata kitu fulani au kuchukua kitu fulani. I say njoo kae hapo usitusumbue. Unatumia udanganyifu. Kwa hiyo anakuambia dakika 20 au lisali moja au sijui muda gani, labda ni 50,000. Na wewe unaona 50,000 ni ndogo bwana. Kwa hiki ninachohitaji hata nitoe 50,000. Haujui ya kwamba unasindikiza nafsi yako na hela yako. Unasindikiza nafsi yako na 20,000 yako. Unasindikiza nafsi yako na 10,000 yako. Unasindikiza nafsi yako na 100,000 yako. Maana yake shetani anatumia hila. Akikwambia utajua, na ukijua utakataa. Yaani ukiona mtu anaenda kununua wale watu, wale ni mawakala wa shetani, wako pale kutrade nafsi za watu. Mtu mmoja anaweza kalala hata na watu 10 kwa siku. Maana yake ndio biashara inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Zina ni madhabahu ambayo unafanya exchange ya nafsi yako. Ndio Biblia inasema azini na mwanamke ni roho moja naye. Maana yake ulimwengu wa roho mnaunganishwa. Yaani unakuwa sio wewe tena. Ni kwamba wewe na yeye mmeshakuwa connected, ni kitu kimoja. Nafsi yako tayari imeenda. Yaani wewe haupo tena. Nyie ni watu wawili ndani ya mwili mmoja. Ndio Biblia inasema aliungwa na Bwana ni roho moja naye. Maana yake kwenye kitabu cha Wakorintho anasema aliungwa na Bwana ni roho moja naye. Na wakati anaongelea kuungwa na Bwana, alikuwa anaongelea pia mtu kuungwa na kahaba. Maana yake ni kwamba zinaa ni ibada kamili, kama ambavyo mtu anafanya ibada kwa Mungu. Kwa sababu kama ambavyo ibada inamfanya mtu na Mungu anakuwa roho moja, ndivyo ambavyo zinaa inamfanya huyo mtu na huyo mtu wanaunganishwa, wanakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba zinaa kwenye ulimwengu wa roho ni ibada. Ndio maana ilipaswa ifanyike ndani ya ndoa. Ni ibada. Mwambie jirani yako ni ibada. Kama mtu unakuta kanakataa kuja kanisani, halafu kanateseka na zinaa. Zinaa ni ibada. Kuna mtu anaenda kule kwa shetani, wanamwambia wewe bwana, ili kuisha madhabahu yako ya utajiri inabidi kila mwezi uwe unapata mtu ambaye ni bikra, unazini naye. Na kwa njia ya kufanya hivyo utajiri wake unaendelea kuuishwa. Ndugu mmoja alinitafuta akaniambia pale alikuwa mfikia sija kukata tamaa, kwa sababu mke wake tangu 99 mpaka leo hajawahi kupata mtoto. Kila akipata mimba zinatoka. Na yeye hata anakuambia pastor, nimejaribu hata kutafuta mwanamke mwenye mimba, hata mwenye mimba ya mwezi mmoja, miezi miwili, nilale naye tu, yani hata nihisi kwamba akizaa mtoto niseme yule mtoto ni wa kwangu, lakini nikifanya tu hivyo na ile mimba ya yule mama inatoka. Yani yeye kafara yake ni kwamba akitembea na mtu, huyo mtu hawezi kushika mimba tena. Kila akishika zinatoka. Hata kama ilikuwa na miezi 5 itatoka. Ni madhabahu kabisa kuzimu. Zina ni madhabahu kabisa kuzimu ambayo inapeleka ibada kwa Lucifer moja kwa moja. Moja kwa moja. Moja kwa moja. Sasa wewe ukiambiwa usifanye, unaona mwili pastor. Tatizo pastor ni mwili pastor. Tatizo pastor anashindwa kujizuia. Anashindwa kujizuia. Endelea kufanya ibada, mtu wa Mungu. Ndio maana unapokuja kwa Kristo anasema utoe mwili wako kuwa dhabihu. Maana mwili wako ni sadaka uliokuwa unaitoa kwenye madhabahu ya zinaa bila kujua. Na ili ibada ifanyike, ndio bila sema wanapokuwepo wawili watatu, Mungu yuko katikati. Kwa hiyo hata pale mnapokuwa mnazini, whether mko wawili au mko watatu, na shetani yuko katikati yenu. Ni ibada kamili. Ni ibada kamili. Simama kwa miguu yako. Kila mwenye dhambi unayemwona au mtenda dhambi unayemwona ni nafsi yenye thamani.
Na kwa sababu ya kutokujua thamani ya nafsi ya mtu, ndio unakuta mtu anatoa mtoto wake kafara ili apate hela. Ni ujinga, ni kutokujua thamani ya mtu. Unakuta mtu anatoa watu wengine kafara kwa njia ya ajali ili apate nafasi fulani. Anatoa watu wengine kafara kwa namna yote anayoweza ili apate kitu fulani. Ni ujinga, ni kutokujua thamani ya mtu. Mtu mmoja anaweza akawa amebeba wokovu wa dunia nzima. Bila inasema kwa mtu mmoja wokovu umeingia ulimwenguni. Mtu mmoja anaweza akawa amebeba majibu ya dunia nzima ambayo wanataka kumuua. Mtoe kafara, sijui ni mdogo wako, sijui ni dada yako, sijui ni shangazi yako, sijui ni nani wako, umtoe kafara ili upate kitu fulani. Mtu mmoja anaweza akawa amebebeshwa majibu na Mungu ya kizazi kizima, ya dunia nzima. Amebebeshwa baraka, amebebeshwa masuluhisho na Mungu. Angalia akina Yusufu, angalia akina Musa, angalia akina Danieli. Simama kwa miguu yako, nataka tuombe. Mwambie Bwana akusaidie. Ndani ya wiki akupe neema, na ndani ya mwezi wa 3 akupe neema ya kumzalia matunda. Mungu nipe neema ya kumzalia matunda. Lakini pia Mungu aiweke neema hii kwenye kanisa ya kuzaa matunda. Ya kuzaa matunda. Anza kuomba pale ulipo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ile hai. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba Paulo anasema ya kwamba kwa neema yako amezidi kufanya kazi ya kuzaa na kuvuna roho za watu kupita wengine. Baba, tunaitaka neema yako iokoayo isambae kila mahali kwa jina la Yesu, ndani ya Kinzudi, ndani ya Goba, ndani ya Dar es Salaam na Tanzania na Afrika Mashariki kwa mamlaka ya jina la Yesu, na dunia nzima. Lakini Bwana, tunaomba peleka wewe ni mtu Bwana wa mavuno, peleka watenda kazi, wapeleke watu wako, peleka washirika wote wa nyumba hii Bwana, wapeleke kwenye mavuno katika jina la Yesu. Peleka Bwana mavuno, peleka watu wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuwezeshe kwa nguvu ili tukavune kwa nguvu, tuwezeshe kwa ishara ili tukavune kwa ishara na miujiza, tuwezeshe kwa maajabu ili tukavune kwa maajabu. Baba, asiwepo mtu yote ambaye atakuwa tawi lisilozaa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mmoja awe ni tawi linalozaa. Roho Bwana tusaidie, tuchonge tena, ondoa hofu, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, vile ambavyo vilikuwa vinatuzuia ili tusiwe tawi linalozaa. Bwana, tuondolee katika jina la Yesu. Wengine Yesu umewaleta ili wawezeshe, wapeleke wengine wakavune. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yule ambaye alikuwa anataka kupeleka wengine na ambaye adui ameutawanya uchumi wake ili kwa njia hiyo asiwezeshe, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaangusha kila ila ya adui kwenye uchumi wake katika jina la Yesu. Tunaangusha kila ila ya adui, anguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Shataradabashanda. Bwana, wasikosekane watakaokoka kwenye nyumba yako ndani ya mwezi huu wa 3, wasikosekane ambao hatima zao zitageuzwa kwa nguvu yako kwenye nyumba yako ndani ya mwezi huu wa 3. Wasikosekane wakuokolewa, wasikosekane wakuponywa. Neno lako nasema ya kwamba wakaokolewa siku kwa siku, siku kwa siku. Bwana, ukaijaza nyumba yako kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Baba, siku kwa siku waokoe watu kwenye zoni zetu, siku kwa siku waokoe watu kwa njia ya mitandao ya kijamii. Baba, siku kwa siku waokoe watu kwa njia ya ushuhudiaji wa mtu mmoja mmoja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku kwa siku waokoe watu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramashatandaraba yakanamashataraba. Bwana, iongeze nyumba yako ndani ya mwezi wa 3, iongeze nyumba yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iongeze nyumba yako, nifanye kuwa tawi linalozaa. Mwambie Bwana akufanye kuwa tawi linalozaa. Bwana akufanye kuwa tawi linalozaa. Anasema tawi lizalo linasafishwa na tawi lisilozaa linakatwa. Baba, nipe neema ya kukuzalia matunda tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nipe neno la kwenda nalo, nipe neno la kwenda nalo wakati na waendea. Wataendaje wasipopelekwa? Nipeleke kwa uwezo wako, nipeleke kwa nguvu zako, nipeleke kwa upako. Ukasema Bwana Yesu ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu yako, naye amekupaka mafuta ili kuhubiri. Weka mafuta
ya kuhubiri juu ya watu wako. Weka mafuta ya kuhubiri juu ya washirika wote, na yaweka juu ya kila mshirika, juu ya vijana wote, juu ya kina mama wote, juu ya kina baba wote, juu ya watoto na kila mtu kwenye mtandao wa kijamii anayetufuatilia katika jina la Yesu. Tunaweka mafuta ya kuhubiri, mafuta ya kushuhudia, kama alivyokuwa mwanamke Msamaria aliyetoka akauleta mji. Neema ya kuleta mji inawekwa juu ya kila mshirika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Upako wa kuleta mji unaweka juu ya kila mshirika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kwa njia hii hatutaupindua Tanzania kwa injili. Kwa njia hii hatutaipindua Dar es Salaam kwa injili ya Kristo. Kwa njia hii hatutaipindua Afrika Mashariki kwa injili ya Kristo. Kwa njia hii tunaipindua Afrika na dunia nzima kwa njia ya injili ya Kristo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa dakika mbili waombee ndugu zako ambao hawajaokoka. Waombee ndugu zako ambao hawajaokoka. Mwambie Bwana, waombea ndugu zangu ambao bado wapo dhambini. Yesu wasaidie kule walipo. Bwana wasaidie kule walipo. Anaombea ndugu zangu wanaohangaika na ulevi. Anaombea ndugu zangu wanaohangaika na zinaa. Anaombea ndugu zangu wanaohangaika na ushirikina. Yesu wasaidie. Yesu wasaidie. Yesu wasaidie. Anaombea ndugu zangu shataradaba. Nimeona tajiri akiwaombea ndugu zake akiwa kuzimu. Baba, naombea ndugu zangu wasaidie kwa majina yao. Wasaidie wajomba, wasaidie mashangazi, wasaidie baba wakubwa, baba wadogo wote. Saidia Yesu, wavute kwa mkono wako kama ulivyomwendea Sauli, waende na wao. Yamana masanda, umesema wao bado ni wanao. Baba wasaidie, Baba wasaidie. Upendo wako wafikie, neema yako iwafikie, nuru yako iwafikie. Waende waokoe, watoe dhambini na wahamishe, waingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako katika jina Yesu. Nakataa, hakuna ndugu yangu atafia dhambini. Wazazi ambao hawajaokoka tunawapelekea neema ya Kristo kwa mamlaka ya jina Yesu. Watoto ambao hawajaokoka tunawapelekea neema ya Kristo kwa mamlaka ya jina Yesu. Ndugu wa kike, ndugu wa kiume, tunawapelekea neema ya Kristo. Neema ya Kristo iwafikirie kwa jina Yesu. Neema ya Kristo iwafikirie kwa jina Yesu, kama ambavyo Nuhu alikwenda na mke wake na watoto wake na wake zao, na kwenda na watu wetu. Musa anamwambia Farao, tunakwenda na watoto wetu na vijana wetu na wazee wetu. Tunakwenda na mimi nakwenda na ndugu zangu, nakwenda na vijana ukoo wangu, nakwenda na QJ, nakwenda na Elisa, nakwenda na wote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakwenda na Suleiman, nakwenda na ndugu upande wa mama yangu na ndugu upande wa baba yangu, nakwenda nao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Simuachi yoyote, simuachi yoyote, simuachi yoyote, simuachi yoyote, simuachi yoyote. Na wanasua kwenye mikono ya adui, wanasua kwenye mikono ya adui. Hatunaenda nao leo, tumeagizwa na Bwana, hatunaenda nao. Baba anawapenda na leo amekuja kwa ajili yao. Hatunaenda nao katika jina la Yesu. Shataraba baba yakanda na masanda rakada baba sata yanta makada baraba. Tunaamrisha magereza ya kiroho yaliyokamata hatima zao yawaachilie kwa jina la Yesu. Magereza ya kiroho ya tabia sugu yawaachie, magereza ya kiroho yawaachie. Hatuondoki bila wao, hatuendi bila wao. Leo tunawadai, hatunadai nafsi zao, hatunadai nafsi zao. Mungu anamwambia Ezekieli, nimekuweka juu ya ukuta ili upige tarumbeta, ili watu watakaosikia damu zao zisiwe juu yao. Anayepiga kelele kwenye maombi, mwambie Bwana, napiga kelele kwa habari ya ndugu zangu, napiga kelele. Shatarada bakaya yanta makada basanda ramakata yadaba. Nawachomoa kwenye madhabahu za ulevi, nawachomoa kwenye madhabahu za zinaa, nawachomoa kwenye ushirikina. Achia, achia kwa jina Yesu. Nawachomoa
nachomoa, nachomoa. Ramakata mayaba yakarada basata lakarada basanda reka paraba. Walio katika nchi ya mbali kwa njia ya uasherati na wavuta na watoa kwenye ibada za sanamu, na watoa kwenye ibada za sanamu, na wavuta ile roho ya udini iliyoko ndani yao na iangusha. Waachie, 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 waachie. Bwana ameniagiza niwachilie na wachilia. Saramanda katayada yakatamanda rabasanda. Naagiza malaika wa Bwana waende, malaika wavunao waende. Kamata mikono yao, vuta na zita roho zao. Njoo nyumbani kwa Bwana kumenoga. Naita roho zenu ziachiliwe kutoka kila mliposhikiliwa. Njoo kwa mamlaka ya jina Yesu. Yale manuizo waliotangaza juu yenu, yale mabaya waliotangaza juu yenu, na yaamrisha hayatakupata. Hamtamaliza kwa aibu kwa jina Yesu. Santa marabasanda rekanana makasaya baba rimanana katarada basata relamana masanda radadadada yanana masata yadaba relala makaya baba shanta yanana. Pendo wako ni wa ajabu. Zanta rada basanda rekanta yana mashakapara rana masanda. Kama ambavyo Bwana uliwakabidhi Paulo, aliwakabidhi katika mikono yako na katika neno la neema, nami namkabidhi mtumishi wako QJ katika mikono yako na katika neno la neema yako, na kabidhi ndugu zangu katika mikono yako na katika neno la neema yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rana mashanda rababa. Kurasa mpya uandikwe tena kwenye maisha yako ya kwamba wewe ni shujaa. QJ, wewe ni mshindi, wewe ni shujaa kwa jina la Yesu. Kamata sadaka yako pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya sadaka za wanao. Tangaza baraka juu ya kila mmoja, neema na mema yamfuate kila anapokwenda katika jina la Yesu. Na kwa mbegu yako hii, ndugu zako wafikiwe kule, wafikiwe kwa njia zote, kwa njia ya vyombo vya habari, wafikiwe na mtu mmoja mmoja, wafikiwe na injili wakiwa kwenye magari, wakiwa masokoni wafikiwe, wakiwa kwenye mitandao ya kijamii wafikiwe katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. Njoo mtolee Bwana Yesu sadaka. Mungu akubariki sana. Yanda rabashanda. Manta karabashanda. Ranta kabarada bashanda. Arabo shande de bagadai. Rekada rabashanda. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.